Siku ya mwisho ya Pompeii. Miaka 2000 iliyopita, katika nchi ambayo leo tunaita Italia, dola kuu ya Roma ilikuwa ikistawi kwa nguvu. Kando ya pwani yake ya kusini kulisimama mji mzuri na wenye uhai ulioitwa Pompeii. Ukiwa umejaa bandari na masoko, kumbi za michezo na nyumba, ulikuwa mahali ambapo maisha mengi yalitia mizizi. Wakati huo, Pompeii ulikuwa mojawapo ya miji tajiri na yenye ustawi mkubwa katika dola ya Roma. Katika Pompeii waliishi watu wa kawaida, wasio tofauti na sisi, kila mmoja akiendelea na maisha yake ya kila siku. Mwokaji aliwasha tanuri kabla ya alfajiri na kuoka mikate yenye joto. Bandarini, wavuvi walisafisha samaki waliowakamata na kujiandaa kwa siku mpya. Wafanyabiashara na wasafiri walianza asubuhi zao yenye shughuli nyingi katika mitaa yenye pilika-pilika. Watoto walikimbia katika njia nyembamba wakicheka huku wakicheza. Watu matajiri na waheshimiwa waliwapokea wageni katika nyumba zao kubwa na kufurahia muda wa mapumziko. Askari waliolinda mji walitekeleza majukumu yao ya kila siku kwa utulivu na mpangilio. Kwa watu wa Pompeii, ilikuwa siku nyingine ya kawaida na tulivu kama ilivyo siku nyingine. Si mbali na mji kulisimama mlima mkubwa ulioitwa Vesuvius. Watu wa wakati huo waliamini kuwa ulikuwa volkano iliyokufa, iliyokuwa imetulia kwa muda mrefu. Ni wachache sana waliotambua hatari na uharibifu ambao volkano inaweza kusababisha. Hakuna aliyewaza kuhusu janga kubwa lililokuwa karibu kufika.